Bila kupoteza wakati sasa nimkaribishe mbunge wetu wa jimbo hili Mheshimiwa Rita Kabati. Makofi mengi sana kwa mbunge wetu wa jimbo la Kilolo. Mheshimiwa mbunge, karibu uzungumze na wananchi. Kilolo oye! Kilolo moto! Mama Samia oye! Piga kelele kwa Mama Samia wake! Waziri Mkuu Daktari Lameck Nchemba oye! Mmemuona wana Kilolo? Mmemuona waziri mkuu wetu? Na leo tunakwenda kupona Kilolo. Mgeni aje? Mgeni aje? CCM oye! Mwenyekiti wetu wa chama mkoa na wilaya oye! Mwenyekiti wa halmashauri na madiwani wake oye! Mko hai hoi? Asante sana. Hamasa oye! Mheshimiwa mgeni rasmi Daktari Lameck Nchemba, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Leo hii wana Kilolo, kwanza hatuamini. Siku zote tumekuwa tukikuona kwenye mitandao ukishughulika na shughuli za wananchi. Na leo hii zamu yetu imetufikia Kilolo. Sisi wana Kilolo tena tuna bahati. Leo ni siku ya Jumapili. Ni siku ambayo ya kibali. Lakini mheshimiwa mgeni rasmi, toka walivyotangaza unakuja Kilolo, viongozi wa dini zote wameniandikia message kwamba tunamuombea mgeni wetu afike ili Kilolo yetu iweze kupona. Viongozi wa dini oye! Na washukuru, manake bila Mungu sisi hatuwezi. Lakini kiongozi wetu wa chama wilaya na jumuiya na katibu wetu mkuu siku zote wamekuwa wakikuombea kwa kazi nzuri, maana wao ndio wanasimamia utekelezaji wa Chama cha Mapinduzi. Mheshimiwa mgeni wetu, leo hii sisi Kilolo umetuona tumekuja kwa wingi kiasi hiki. Kwanza kabisa tuchukue nafasi hii kumshukuru sana mkuu wetu wa mkoa wa Iringa. Mkuu wa mkoa hoye! Amekuwa kiunganishi kikubwa sana. Hata bungeni nilisema amepandia cheo hapa kwetu Iringa, hamkufanya kosa. Ni mtu anayechapa kazi, siku zote yuko site. Sisi wabunge tukiwa bungeni hatuna wasiwasi wowote. Na mwenyekiti wa kamati ya bunge alishangaa siku alipokuja bungeni, wabunge wote tulikwenda kumsindikiza, tukisindikiza kazi nzuri za mkoa huu wa Iringa zinapofanyika. Lakini nishukuru sana viongozi wa serikali ya Kilolo pia. Viongozi pia wakiwepo pamoja na OCD na kamati ya usalama. Chama cha Mapinduzi pamoja na mbunge tumekuwa ni kitu kimoja pamoja na wananchi wote. Kilolo oye! Kilolo yetu pamoja na mkurugenzi na halmashauri, tunaye mwenyekiti tena ni mpya, lakini sio mpya kwa kazi. Ni mpya ambaye kwa kweli anafanya kazi yake vizuri sana. Pigeni makofi madiwani wote. Mheshimiwa Waziri Mkuu, unajua Kilolo tunapenda sana kuimba. Ningetamani hata kuimba, lakini sasa labda hata baadaye. Nitamani hata madiwani, hebu simameni. Manake mafiga matatu ni mbunge, rais na diwani. Sisi
madiwani na mimi mbunge wao tunakushukuru sana. Tunamshukuru sana rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan. Ametuletea miradi mingi sana kwenye kata za hawa madiwani. Uongo ukweli? Zile pesa za miradi, leo hii mimi nataka niongee kidogo kwa sababu tunao mawaziri makini sana, manaibu mawaziri ambao wao watakuja kuzungumza. Mmeniona nikizungumza changamoto za wananchi pale bungeni. Leo sitaki kuzungumza sana. Nataka wao sasa, kwa sababu nawapelekea kila siku shida zetu, watakuja kuzungumza kwa sababu watapata nafasi. Naomba mkae, lakini nawapongeza kwa kazi nzuri mnazozifanya kwenye kata na madiwani wa viti maalum. Mheshimiwa mgeni rasmi, sisi tupelekee salamu kwa Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Wananchi waliokusanyika hapa walimpa kura nyingi sana Daktari Samia Suluhu Hassan, zaidi ya 98%. Hebu pigeni makofi jamani. Na walimpa kwa sababu ya kazi zake nzuri. Walimpa kwa sababu na yeye tunamshukuru amechagua viongozi zile Utatu Mtakatifu. Makamu wa Rais Daktari Nchimbi, lakini amekuteua wewe, hajafanya kosa. Uongo jamani? Kilolo hatujawahi kabla ya mwaka kuisha kutembelea na waziri mkuu. Leo hii tumepata waziri mkuu kwa kipindi kifupi sana toka tumeanza kazi hapa Kilolo. Sisi tunaona hii, Wahehe wanasema kwamba yeye Ilongwe. Tunaamini kabisa leo sisi tumekuwa watangulizi, tunakwenda kupata mambo mazuri hapa Kilolo. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nataka nizungumze machache sana. Kwanza kabisa tukushukuru, umeanza na kutembelea barabara hiyo ya kisasa. Barabara tunasema ya kisasa. Kilolo yetu changamoto kubwa ni barabara zetu hazipitiki, na hasa kipindi cha mvua. Uongo ukweli wana Kilolo? Hapa ninapozungumza, umeona pale barabara ile ya kwanza iliyokuwa kwamba wanaonyesha kabla barabara hii haijatengenezwa. Sasa huku kote ni barabara hazipitiki. Na ninamshukuru Mungu, mmenichagua kwa kura nyingi, na niliwaambia najua changamoto za Kilolo. Na mliponichagua nilianza na ziara. Nawashukuru sana TARURA, nawashukuru TANROADS. Tumetembea nao barabara zote za Kilolo na tukaona changamoto zote, na ninashukuru. Sitaongea mengi kwa sababu karibu kwenye bunge la bajeti nimewasilisha changamoto zote, na ambazo kwa kweli serikali hii sikivu imeweza kuchukua changamoto za Kilolo. Kilolo karibu 70% barabara za TARURA hazifikiki, hazipitiki hata wakati huu wa mvua. Mheshimiwa mgeni rasmi, pamoja na kuwa hazipitiki, lakini utaona kule ambako hakufikiki hakuna vituo vya afya, hakuna zahanati. Kwa sababu zahanati vijiji 61 havina zahanati. Kwa hiyo kina mama wanaotaka kuja kujifungua salama ni lazima aidha wahamie kwenye vituo wakakae muda mrefu kule. Kwa hiyo nataka tu nimuonyeshe waziri wa TAMISEMI kwamba umuhimu wa vituo vya afya hapa kwetu. CCM oye! Mheshimiwa mgeni rasmi, hii barabara inajengwa mpaka Kilolo hapa mjini, lakini sehemu korofi ni mpaka pale Dabaga bado haijapatiwa lami. Kwa hiyo ombi letu kubwa, tunaomba kwanza kile kipande cha kilomita 17 mpaka Dabaga kijenge kwa kiwango cha lami, kwa sababu ile lami inakwenda kuungana sasa na kule Ng'ang'ange na Boma la Ng'ombe, Mwatasi. Tutakuwa tumeshapata lami. Tukisubiri, hii ni barabara ya Ipogolo Idete. Kipande cha Idete tunachoomba, ili Kilolo iweze kuwa nzuri, lazima tufungue uchumi wa Kilolo. Hii barabara ikifika Dabaga
tunaomba TANROADS kipande kile cha kutoka Dabaga kwenda Idete, kutoka Idete kwenda Itonya mpaka Mungeta, tunaomba kijengwe hata changalawe wakati tunasubiri lami, ili tufungue uchumi, ili tuweze tukatumia hata reli kama alivyosema Mheshimiwa Waziri wetu wa uchukuzi. Tutakuwa tumefungua kwa kiasi kikubwa, na pengine hata ile barabara ya Kitonga inaweza ya watu wengine wakapitisha kwenye hii barabara yetu, uchumi ukafunguka. Lakini Kilolo ni jimbo kubwa, lina kata 12 chini na juu. Kule chini kuna ile barabara inayotoka Ilula inakwenda Ibumu, ile barabara Image Ibumu, tukienda kufungua mpaka Mpwapwa tayari tumefungua uchumi wa kule chini. Kwa hiyo Kilolo yetu uchumi utafunguka, na barabara nyingine sasa zitasaidia, hata mapato yataongezeka. Mheshimiwa mgeni rasmi, tushukuru pia kwa barabara ya Kitonga ambayo ni barabara ya kimataifa ya uchumi, na tunamshukuru sana Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan. Bandari yetu inafanya kazi masaa yote, kwa hiyo mizigo inakwama pale. Nawaonea huruma askari polisi, wamekuwa wakifanya kazi kubwa sana pale Kitonga. Magari yanakwama makubwa sana. Tumeambiwa serikali itatupatia njia 4. Kwa hiyo tunaomba kwa kweli, kwa heshima na taadhima, ile barabara ya Kitonga tukipata njia 4 utakuwa tayari uchumi mkubwa kabisa tena wa kimataifa utafunguka pale Kitonga. Mheshimiwa mgeni rasmi, jambo jingine ni maji. Maji ni uhai. Daktari Samia Suluhu Hassan anataka wananchi, hasa wanawake, kumtoa ndoo kichwani. Tunayo miradi yetu ambayo nafikiri waziri akija hapa, tuna waziri mahiri ataisema. Kuna miradi ambayo tayari kama imekamilika, bado tu wakandarasi wapatiwe pesa. Kiesa Mgagao, mradi ule wa Ng'ang'ange, kuna mradi mwingine pale Luambuyuni, ule mradi pia ni pesa tu ikishatolewa maji, wananchi wanapata maji. Lakini kuna mradi maji saa nyingine yanakuwa sio masafi. Watu wanafikiri maji sio safi wala salama. Kuna mradi ambao unahakikisha maji salama, masafi, ambayo hayana tope, yanawafikia wananchi. Kilolo oye! Lakini vile vile tunamshukuru sana Rais Samia Suluhu Hassan kwamba vijiji vyote vina umeme, vitongoji. Sasa hivi tulipata vijiji 78, vitongoji 78 ambavyo ndio viko kwenye mradi, lakini bado vitongoji kama 54 tu, ili Kilolo yote sasa iwe na umeme. Lakini maji ni vijiji 41 havina maji, lakini kwenye zahanati ni vijiji 61 havina zahanati. Na kwa kweli tukuombe, gari tulipatiwa barua, gari la wagonjwa, lakini hatujapata mpaka leo, na gari moja limedondoka. Na changamoto kubwa, wagonjwa wengi wanapata mateso wanapotakiwa kuleta kwenye hospitali yetu ya wilaya. Nilisema kwamba sitazungumza mengi sana, kikubwa ni barabara yetu hii ifunguke. Kwanza kilomita 17, lakini pia ijengwe kwa kiwango cha Mchangalawe mpaka kule Mungeta, ili tufungue na tusaidie wananchi wanaotoka kule Idete, wanaotoka Kimala, wanaotoka kule Masisiwe. Na kwenye barabara zetu za TARURA tumepata barabara nyingi sana za lami, ikiwepo kwa kweli Masisiwe, Boma la Ng'ombe Masisiwe, ile inakwenda kujengwa kwa kiwango cha lami. Na Mheshimiwa mgeni rasmi, jambo la mwisho niombe serikali yetu, kwanza sisi tunaendelea kushukuru. Mimi nikiwa mbunge wa mwenyekiti wa wabunge, tunaendelea kukushukuru kwa niaba ya wabunge wenzangu wa mkoa. Tunashukuru serikali ya mkoa kwa kazi kubwa wanaoifanya, lakini tunashukuru pia tunaye mneki wetu Msisi ambaye ametujengea vitu vingi sana za kiserikali, ikiwepo majengo mengi sana kwenye hospitali yetu ya mkoa. Hata sisi kwenye wilaya zetu kuna majengo ambayo tumejengewa. Tunaomba kwa kweli, tuliahidiwa kule kwenye serikali iliyopita watampatia hati maalum ambayo itaonyesha kwamba Msisi wetu amekuwa akifanya kazi kubwa kwenye hii wilaya, tena kwenye chama na serikali. Mheshimiwa mgeni rasmi, mwisho na kama sio kwa umuhimu, askari wetu wanafanya kazi nzuri sana Kilolo. Tunashukuru tumepata kituo hapa cha polisi
lakini hawaja bariki. Na ile leo Jumapili naomba nikupigie goti. Mwenyezi Mungu awabariki sana. Makofi mengi sana kwake mbunge wetu. Kilolo oye! Mheshimiwa Rita Kabati safi. Karibu sana Mheshimiwa Rasi, uendelee.